Wakorintho wa kwanza sura ya 15 tuanzie mstari wa 49 mpaka mstari wa 54. Sikiliza vizuri, mwandishi wa Biblia anasema hivi katika mstari wa 49: na kama tulivyoichukua sura yake yeye wa udongo, yaani Adamu. Tukizungumza Adamu, tunazungumza baba yako na mama yako waliokuzaa, ndiyo sura ya udongo. Mwandishi wa kitabu hiki anasema hali kadhalika tunaweza tukaichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni, yaani Yesu Kristo au Mungu mwenyewe, sawasawa na kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 mpaka 28, akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, waende wakatawale vitu vyote vilivyoko duniani. Lakini Paulo anaendelea kusema, ndugu zangu, ninayoyasema ni haya, ya kwamba nyama na damu haviwezi kurithi ufalme wa Mungu. Nisikilize vizuri, Paulo anasema katika mstari wa 50, wapenzi, nyie wa Kristo, nyie wacha Mungu, kuna siri kubwa katika kuabudu kwetu. Tunaabudu ili tuzichukue chapa za Yesu Kristo, tuichukue sura ya Mungu wetu. Lakini Paulo anasema, anaongea na Wakorintho, anasema fahamuni neno hili ya kwamba mwili huu wa nyama huu unaouona hapa madhabahuni haviwezi kurithi ufalme wa Mungu. Lakini anaongeza kwa kusema wala uharibifu, kurithi kuto kuharibika haiwezekani. Anaongeza kwa kusema kwa dakika moja kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho nasi tutabadilika. Maana sharti huu mwili unaoharibika uvae kuto kuharibika, na huu mwili wa kufa uvae kuto kufa. Basi huu unaoharibika utakapovaa kuto kuharibika, na huu wa kufa utakapovaa kuto kufa, hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa na kushindwa. Nataka nizungumze vitu vichache tunapozungumza parapanda itakapolia. Mwingine ambaye ni mvivu wa ibada, mvivu wa kusoma Biblia, mvivu wa kujua kujifunza mambo ya Mungu, unaweza ukasema hayo hayahusiani na leo. Hayo yalikuwa yanazungumzwa kwa habari ya parapanda ya siku ya mwisho. Sasa mimi nakuuliza swali ili nikupeleke kwenye akili kwamba parapanda manake nini? Parapanda ni kitu gani kanisa? Mbiu ni kitu gani? Parapanda ni sauti ya hatari. Parapanda ni sauti maalum ya kifalme ambayo ilitengenezwaga, hata machifu walikuwa na sauti yao. Kwenye huu mji kuna kitu kikilia, kila mwananchi lazima atoke. Kinaitwa nini? King'ola kikilia, lazima kila mtu afanye nini? Kwamba hicho king'ola kinakualika kwenye sherehe, kinakualika kula wali. Hicho king'ola kinapigwa maadamu kimeamua kupigwa. Hicho king'ola kinapigwa na mtu yoyote. Hicho king'ola kinapigwa wakati wa hatari. Kuna jambo, kuna mkutano, kuna mtoto amepotea, kuna kitu ambacho sio salama, ndicho kinapigwa hicho king'ola. Leo nyie mnaita king'ola, watu wa Biblia hii walikuwa wanaita parapanda. Parapanda ikilia kuna jambo, na wengine wakaimba parapanda italia, parapanda, parapanda italia, parapanda. Sikia nikwambia, parapanda inaweza ikalia wakati wowote kwa mtu yoyote. Acha ile parapanda ya siku ya mwisho ambayo itapigwa na malaika wa mbinguni kwa ajili ya kulitengeneza kanisa, kuliandaa kanisa kwamba mwanaume amekuja. Jiandaeni kuondoka mlioishi kwa haki, mlioishi kwa utakatifu. Lakini iko parapanda leo inalia, parapanda ya mtu mmoja mmoja, na ikilia parapanda huwa tunakusanyikaga kule ambako parapanda imelilia. Wanasema fulani ameondoka, amekufa, fulani ametuacha. Parapanda imelia ya mtu mmoja.
Haunielewi ninachoongea. Paulo anasema huu mwili unaoharibika, huu mwili uliobeba maumivu hauwezi kurithi ufalme wa Mungu. Anamaanisha nini anaposema ufalme wa Mungu? Kwani ufalme wa Mungu uko wapi? Ufalme wa Mungu uko ndani yetu. Siku moja Yesu akasema ni rahisi ngamia kupenya kwenye tundu la sindano. Sikia nikwambie, hakumaanisha sindano ya kushonea nguo, hakumaanisha sindano ya kushonea mkeka, hakumaanisha sindano ya kushonea magunia. Sindano ni vimilango vidogo, vilikuwa vifupi, vilikuwa 12 kwa kabila 12 za wana wa Israeli. Kulikuwa na mageti 12 kwa kabila za wana wa Israeli, kwamba yale mageti yalikuwa yanafungwa kwa hofu ya kuvamiwa kila inapofika saa 12 jioni. Yanafungwa yale mageti, kwa vinabaki vimilango vidogo kuizunguka Yerusalemu yote kwenye ukuta, kwamba mtu akichelewa shambani au safari yake, basi analazimika kwenda kwenye yako kamlango kadogo. Kwa yule ngamia anapigwa ngamia, anabonyea chini, anashuka pamoja na urefu wake na ukubwa wake, anashuka alafu anatembelea magoti kuingia kwenye kile kimlango. Na ndio maana Yesu akasema ni rahisi ngamia kupenya kwenye hilo tundu la sindano kuliko tajiri kuingia ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu sio mbinguni, hakumaanisha hivyo. Ufalme wa Mungu uko hapa. Bwana asifiwe, kanisa la Mungu. Usiyenielewa, Israeli imepata uhuru, imekuwa nchi inayo huru isiyokuwa ya kitumwa mwaka 1948 kama sio 1947. 1948 ndio imepata uhuru baada ya Yesu Kristo. Huo uhuru umekuja ulioletwa Israeli, ndio ambao Yesu alikuja kuuchukua, kuwarudishia Israeli. Ukisoma Biblia, Mafarisayo walimuuliza Yesu, wakati huu ndio unaokuja kuwarudishia Israeli ufalme wao watoke utumwani? Yesu aliwajibu, sio kazi yenu kujua, maana hata mkijua si mtaniua leo. Kitabu cha Luka 17 mstari wa 20. Sasa naongea vitu ambavyo vitakusaidia. Ufalme wa Mungu hauko wapi? Yesu anasema katika kitabu cha Luka hiyo 17:20-21, anasema mtu asije akawaambia kwamba ufalme uko kule. Ufalme wa Mungu uko ndani yenu. Wanasifiwa. Nasikilize nikwambie, Biblia inasema huu mwili ukivaa kutokuharibika, ukivaa mwili wa mbinguni, kifo kimeshindwa juu yako, mapepo yameshindwa juu yako, laana imeshindwa juu yako, kaburi limeshindwa juu yako, watesi wameshindwa juu yako. Huu mwili ukivaa kutokuharibika, kuna mwili wa mbinguni ambao wewe unaweza kauvaa. Kuna mwili wa paradiso, ule mwili wa Jehova. Ukiuvaa wewe, my God, kifo na mauti vimeshindwa, laana imeshindwa. Sema amina. Sikia, unielewe ninachokiongea. Ilitokea siku moja. Kwa nini nazungumzia parapanda? Parapanda sio ya siku ile tu. Parapanda inalia kwa mtu mmoja mmoja, na huwa tunakusanyika kwake ili ililia parapanda siku moja kwa Danieli. Walipiga parapanda, wakatoa hukumu, wakasema afe, wakamtupa kwenye nyumba iliyofugiwa simba wakali wenye njaa. Sikia nikwambie, Danieli akaamua kuubeba mwili wa mbinguni, mwili ambao haufagi, mwili ambao hauliwi na simba, hauliwi hata na nyoka, hauliwi na chochote. Kuna mwili haukai gerezani. Siku moja Petro aliwekwa gerezani, Mungu malaika alienda akamchukua. Gereza limefungwa, lakini mtu akavalisha mwili ambao ni wa mbinguni. Unapita katikati ya nondo, unapita kwenye ukuta, mwili wa mbinguni. Huo ndio natamani ujue leo.
Usiabudu kwa mazoea. Abudu ukijua kuna kitu na kitafuta, kuna kitu na kitamani kukijua, na hicho ukikijua, tembea kwa jeuri mbele yao, tembea kwa kiburi mbele yao, jivune mbele yao. Wakina Petro, wakina Paulo walitolewaga magerezani. Mitume wale 12 walitolewaga magerezani na malaika walipita kwenye ukuta. Ukuta ulikuwa unawapisha, maana mwili wa mbinguni ni roho. Mwili wa mbinguni hauna nyama, mwili wa mbinguni hauna mifupa, mwili wa mbinguni hauna umbo. Mwili wa mbinguni ni roho, ni upepo, unakuja popote pale. Ndipo Paulo anasema katika Wakorintho, shaiti huu mwili wa nyama uvae mwili wa mbinguni. Mwili haufagi, mwili haunaga magonjwa, mwili haunaga laana. Daudi walipomtupa kwenye nyumba ya simba, akavaa mwili wa mbinguni. Alipovaa mwili wa mbinguni, simba wanamwona, lakini wanaona huu mwili hauliwagi, sio nyama hii. Wakamwacha akakaa kwa siku zote kwenye ile nyumba ya simba. Simba wana njaa, lakini wanamwona huyu, wanaona huyu sio wa duniani, huyu ni wa mbinguni. Wakamwacha siku zote mpaka walipomtoa. Unanielewa? Wasema amen. Bwana asifiwe. Wewe unaumwa tu na unasali, umeokoka, unatoa na sadaka, unatoa na zaka na michango unatoa. Kuna kitu ukijui, usichokijua. Mwili wa mbinguni huna. Ule ambao wakina Danieli, Abednego na kina Meshaki walivaa siku gani? Siku ambayo Nebukadneza alikasirika, alitengeneza sanamu, akajenga na tanuri na kuwahukumu watu. Yaani mfalme amewachoka watu wake. Mfalme hawapendi watu wake, amechoka kuwaona. Biblia inasema akajenga tanuri, akakoka moto, akajua wapo tu wenye kiburi, akajenga sanamu. Akasema mtu yoyote ambaye hatapiga magoti kama baragumu, kama tarumbeta itakapokuwa imelia, huyo mtu atatupwa kwenye ile tanuri. Wakina Danieli, wakina Meshaki, wakina Abednego wakasema hiyo isikusumbue, tutakuonyesha kwamba sisi sio wanadamu wa kawaida. Wakavaa mwili wa mbinguni, wakavaa mwili wa roho, wakavaa mwili usiokufa, mwili usioungua moto, mwili usio na maumivu, mwili usiokufa na chochote. Wakavaa wa mwili. Biblia inasema parapanda ikapigwa, baragumu ikapigwa, watu wote wakainama, wakasujudu chini, wakaanguka chini. Meshaki, Abednego na mwenzao mmoja wakakataa kuinama, wakawa wamesimama wamenyoka. Umati wa watu wameinama, maelfu ya watu wameinama mbele ya sanamu. Wale wangapi? Watatu wakagoma. Shadraka, Meshaki na Abednego wakagoma, wakiwa thabiti, wanajijua kabisa, wana mafundisho yanayosema nyinyi sio wa kawaida, yanayosema nyinyi sio watu wa dunia hii peke yake mliozaliwa na wanadamu. Nyinyi mmezaliwa mara ya pili, kama Yesu alivyomwambia Nikodemo, usipozaliwa kwa roho na kwa mwili huwezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo aliuliza, unazaliwaje? Yesu akasema, usipobatizwa kwa maji, usipobatizwa kwa roho, huwezi kuingia kwenye huo ufalme. Huo ufalme upo hapa, lakini wanaoingia huo ufalme ni wale waliozaliwa kwa roho, waliozaliwa mara ya pili. Na ndipo wale miamba watatu, wakati maelfu wameinama, miamba wale watatu wanacheka, wanatabasamu, wanapeana tano, wasema wataona kinachotokea. Ndipo Nebukadneza akaamuru wakamate, watupe kwenye ile tanuru la moto. Walipoingia kwenye tanuru la moto wakiwa na mwili wa mbinguni, moto haukuwaunguza, lakini wale wenye mwili wa nyama waliokuwa wanatupa watu kwenye tanuru la moto wenyewe ndio walikufa, maana wana mwili wa nyama. Lakini hao wenye mwili wa rohoni waliingia kwenye tanuru la moto,
wakamwona na Yesu yuko pamoja nao, wakaanza kucheza, wanaserebuka, wanakatika. Wewe unayechukia kukatika kwetu zaidi yako, sisi tunakatika kwa sababu tunaye Jehova mwenye nguvu. Sisi hatuna mwiko, hatuna mpaka, kwa sababu tunaye Jehova. Wakiwa kwenye tanuru la moto, wanamwona mwamba anaitwa Yesu Kristo yuko pamoja nao kwenye tanuru, wakaendelea kuserebuka. Nafundisha kwa habari Yesu hakuja kuwa mchungaji, Yesu hakuja kufungua kanisa, Yesu alikuja kuturudishia ufalme wa Bwana ambao tukiwa nao huo. Nataka nikwambie, hata kama hakuna chakula hauoni njaa, hata kama ujavu hauoni njaa, hata kama kuna watu wana njaa. Chakula cha mtu mmoja wanakula watu 10,000, wanakula watu 2,000. Wewe unataka uaminiwe leo, wewe unataka ujifunze leo, wewe unataka uelewe leo. Nataka uniulize maswali kuhusu huo ufalme. Ufalme ukoje? Asifiwe. Huo ufalme ukoje? Ufalme Mungu uko hivi: waliotupa wenye ukoma nje ya nchi, nje ya ukuta, nje ya fence, kaeni kule. Yeye ni najisi, yeye mfai katikati ya jamii. Mungu sio Mungu wa watu wewe. Mungu sio mtu wa wenye kiburi. Mungu ni mtu wa watu ambao wananyenyekea, wana toba ya kweli, wanajua wamekosea wapi. Wenye ukoma wakijua tuna ukoma tufai, wakawa wanyenyekevu. Biblia inasema wakiwa wametupa kule, kuna njaa kwenye ile nchi, wanaojiita wenye haki, wanaojiita watakatifu, kukawa na njaa kule. Njaa ikawanyosha, ikawachapa kweli kweli. Wenye ukoma wanne wakasema, tukisema twende kwetu mjini tukafesi mazingira, tutakufa kule, tutakufa na njaa, maana kule hawaishi, wanakufa. Lakini tukisema tubaki hapa walipotuweka, walipotutupa, walipotutenga, hapa ambapo tupo napo tutakufa na njaa. Twende tuwaendee maadui zetu. Kitendo cha kujiamini, cha kusema twende kwa maadui zetu, Mungu akaona imani yao, akawapa mwili wa mbinguni, mwili wa kifalme, mwili wa Kristo, mwili wa Roho. Wakaanza kutembea, akawapa miguu ya chuma, miguu ya farasi, miguu ya magari ya vita. Wakawa wanatembea miguu ya magari ya vita. Wanaisikia Washami kule waliko, wanatembea magari ya vita, yanasikika kule kwa Washami. Haupendi kwa hivyo, hautamani hiyo hali. Nimekuja nikufundishe, badilisha namna ya kuabudu. Hatupo kuabudu ili tusubiri kwenda mbinguni, hatupo kuabudu ili tuwe watakatifu peke yake. Tupo tunaabudu ili tuvae mwili wa mbinguni muda unapostahili kuvaa, tuvae sura ya mbinguni muda unapostahili kuvaa, tuvae miguu ya chuma wakati wa maadui, wakati wa vita. Wale watu wakatembea, wanatembea. Washami wanasikia magari yanazidi kusogea, wakasema tumekufa. Wa Israeli wamealika majeshi, wakakimbia kwa wakoma wanne. Pokea hizo nguvu, pokea hiyo neema, pokea hiyo utukufu, pokea hiyo uwezo, pokea hicho kibali, pokea hiyo mikono ya biashara, mikono ya kazi, mikono ya kufanikiwa. Pokea hiyo neema, pokea hicho kibali, pokea hiyo sura ya Mungu, sura ya kuvuta kila mteja kwenye biashara yako, sura ya kuajiriwa kazini walikokukataa jana, sura ya kuajiriwa kazini walikuona ufai jana, sura ya kuajiriwa kazini walikuona una sifa jana. Pokea kwa jina la Yesu Kristo. Unaendelea, sema amen. Wale wenye ukoma wanafika kwenye kambi ya Washami, wanakuta wameacha kila kitu, kila kitu. Hawakujiuliza, hawakushangaa, walisema hizi ni habari njema. Wakala. Walipokula hawana uwezo wa kubeba, maana mikono ina ukoma, miguu ina ukoma. Wakaenda mjini kwao Yerusalemu,
wakasema tuna habari njema, pamoja mlitukataa, pamoja mlitutenga, pamoja mlitudharau, pamoja mlituhukumu, lakini sisi ndio ambao Mungu ameamua kututumia kuliokoa taifa na njaa. Bwana asifiwe. Wakasema kwenye kambi ya maadui zenu kuna chakula. Bwana amewafanya wakimbie miguu ya wakoma wanne. Na mimi nasema kwa jina la Yesu, ingawa umekataliwa, ingawa umetengwa, ingawa umedharauliwa, ingawa umenyanyaswa, umetemwa mate, lakini kwa Mungu bado unayo nafasi. Kwa Mungu bado unayo neema. Wamekukataa ndio, usijikatae na wewe. Waje kubali, jiamini. Wamekuhesabia ni marehemu ndio, ni kweli kabisa, lakini jihesabu kwamba wewe ni wa kuishi. Kama wale wenye ukoma wanne walipoona ni wakufa, wakasema tukisema twende mjini tutakufa, na sisi tuna shida ya kuishi. Wakasema tukibaki hapa tutakufa napo, na sisi ni watu wa kuishi bado. Tumaini letu limebakia kwa Bwana. Uhai wetu acha tuweke mikononi mwa Mungu. Tucheze kamari na Jehova, tucheze na kamari na Mungu. Mungu ndiye atufanye tufe mikononi mwa adui zetu. Wakasema twendeni kule ambako kuna kifo na uhai. Chakula kipo kule, uhai upo kule, na kifo kipo kule. Twendeni. Wakasema twendeni. Bila imani na ujasiri, Mungu akafanya miguu yao iwe miguu ya chuma, iwe miguu ya farasi, iwe miguu ya magari ya vita. Wakaenda wakapata chakula. Sema mina, sema mina. Ni kweli kabisa, walichokutendea wana haki kukutendea, lakini nataka nikwambie ni wanadamu. Nafasi ya mwisho inatoka kwa Bwana. Nafasi ya mwisho ya kuishi, nafasi ya mwisho ya kufanikiwa, nafasi ya mwisho ya kutajirika, nafasi ya mwisho ya kuajiriwa, Bwana ndiye nafasi hiyo. Biblia inasema na angalia ya moyo, mipango ya kuomba kazi, mipango ya kufungua biashara ni ya mwanadamu, lakini jawabu ya kupata hiyo ajira Bwana anatoa. Jawabu la wateja kuja Bwana anatoa. Hata kama aliyefunguaga biashara hapo hakuwahi kuuza, hata kama watu 6-7 walifunguaga hapo biashara hawakuwahi kuuza, wakafunga, wakaendelea kupata hasara, lakini je, Mungu anasemaje kuhusu watu wake? Kwa hiyo utafungua biashara, wateja watakufuata, watakuja kwa jina la Yesu, watakutafuta kwa jina la Yesu. Nisikilize nikwambie, naongea jambo ambalo wanadamu wanatoaga hukumu na wanajiamini kwa kutamka maneno mpaka mate yanaruka, yanatoka makofi yanawaruka, wanahasia mpaka matongotongo kwenye macho, wanaongea, wanafikiri wao wana nafasi ya Mungu. Sikilize nikwambie, msikilize Mungu kwa nafasi ya mwisho. Msemaji wa mwisho ni Yesu. Bwana ndio aliyekuumba miezi 9 ulipokaa tumboni, kwenye tumbo la mamako mlevi, kwenye tumbo la mamako mzinzi, kwenye tumbo la mamako tapeli. Yesu alikufanya utoke salama, pamoja na dhambi za mamako, pamoja na dhambi za babako, lakini bado alikutoa kwenye kiuno. Wewe ndio uliyezaliwa. Wewe kama kwa Mkristo, iko nafasi ya kuishi kwenye mikono ya Jehova, iko mikononi mwa Bwana. Nafasi ya kufanikiwa iko mikononi mwa Mungu. Nafasi ya kuwa wewe unayetamani kuwa. Mungu anaamua pale ambapo wewe utafahamu nafasi yako ya mwisho inatoka kwa Bwana. Wakina Meshaki na Abednego na Shadraka walisema nafasi ya kuishi ama kutokuishi ina Mungu pekee yake. Waliokuwa wanawatupa kwenye tanuru la moto walikufa kwa sababu ya ule ukali wa moto, lakini eti wanaotupa kwenye moto wako hai, wanaishi na wanacheza, wanasheki mle ndani, kwa sababu wamevaa mwili wa kutokuharibika. Wanasifiwe. Parapanda inaweza kalia hata leo, hata jioni, lakini hiyo parapanda ikukute umevaa mwili wa mbinguni, ikukute umevaa mwili wa Kristo, ikukute umevaa mwili wa kutokufa.
Mwili wa kutokufa anautoa Mungu peke yake. Mwili wa kutokufa aliuvaa mtu mmoja anaitwa Yohana. Alipigwa akiwa anahubiri Injili, wakisania wameua kabisa, kweli amekata roho. Wakaondoka, wameenda kulala, wakakuta mwamba hana kofu hata hili, alafu anahubiri Injili kama kawaida, kama juzi na jana. Wakafika mahali wakakumuta, wakavunja na miguu, wakapasua, wakasema hapa sasa ni mwisho. Lakini yule mwamba alikuwa anajua kuna mwili wa mbinguni. Hawa wanaopiga huu mwili wanahisi ni mwili wa nyama, kumbe jamaa amevaa mwili wa mbinguni. Wakakuta kesho tena anahubiri Injili, hana kilema, hachechemei, hana damu, havuji popote. Ndipo wakamkamata, wakamtoboa macho, wakaenda akamtupa kwenye kisiwa cha Patmo. Huko ndiko Mungu pengine alikusudia kae. Akiwa kipofu vile vile, Mungu hakumrudishia macho, ila akampa macho ya rohoni. Akaanza kuandika kwa habari ya makanisa 7. Makanisa 7 yaliyoko kule huko vinakopiganwa vita, Israeli, Irani, Iraki, huko makanisa 7 na tabia zao. Sema amina. Huyo ndio ninayemzungumza leo, anayeweza kukupa mwili wa rohoni. Sema amina. Hivyo unaweza kaelewa. Kasome kitabu cha Matendo ya Mitume. Biblia inasema ni katika sura ya 5 na ya 6 na ya 7 na ya 8 inazungumza maisha ya mitume. Mitume walipokuwa wanahubiri Injili, wale waliokuwa wanatawala ile serikali ya Kirumi waliwakamata, wakawapeleka gerezani. Wakasema tumewakataza msio mnahubiri habari za huyo mwamba, mna shida gani? Inasema wakiwa gerezani usiku, malaika akawanyanyua, akawatoa. Walinzi wako getini, lakini jamaa wanapita pale getini, milango inafunguka, inajifunga tena, milango inafunguka, inajifunga tena. Wakaendelea kuhubiri Injili mtaani. Wakasikia kwamba wale watu mliowakamata jana wako mtaani wanahubiri Injili tena. Wakasema wewe tuliowakamata wako gerezani. Wakasema ni wengine, wakasema ni wale. Wakaenda gerezani kuangalia, wakakuta gereza liko vile limefungwa na walinzi wako kwenye zamu kama kawaida. Wakafungua milango, wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, wa saba, kuja kufika kule ndani waliko wahifadhi. Hakuna mtu. Wametokaje mimi na wewe sijui. Nazungumza uko mwili wa mbinguni, mwili wa utukufu, mwili ambao hatukifa unafufuka. Unielewi? Kilichomkuta Elia ni nini? Kwani alikufa Elia? Alipaa. Kilichomkuta Enoko ni nini? Kwani alikufa Enoko? Alipaa. Kilichomkuta Yesu ni nini? Alipokufa, si akafufuka siku ya 3? Sawa sawa na alivyosema yeye. Alisema nitakufa, lakini siku ya 3 nitafufuka. Nina jambo langu katika hizo siku 3 nikifa. Nina mpango kamili. Wacha nife tu. Sema amina tena. Unielewi ninachoongea? Kilichomkuta marehemu aliyekuwa anazikwa na wana wa Israeli waliokuwa wanafanya vita na Washami, alipochimbiwa kaburi kwenye kaburi la Elisha, alipogusa mifupa ya Elisha, nini kilitokea? Si alifufuka kaishi. Kuna mwili ambao haunaga mauti.